kusema kweli napongeza sana kamati iliyokuwa ikifuatilia jambo hili, kwa sababu tofauti na walivyotarajia Watanzania na wale ambao walikuwa wana mtazamo hasi kuhusu kamati hii, kamati wamekuja na jambo tofauti. Kwanza wamekuwa wawazi, wameweka uwazi. Tulitegemea kama ambavyo, kwa sababu hii sio kamati ya kwanza kuundwa, zipo kamati zimeundwa kwa majanga tofauti tofauti mara nyingi sana, na walikuwa kamati ikishapewa kazi, ikishafuatilia jambo hilo, wanakwenda kukabidhi labda ni Ikulu ama pahala popote pale ambapo wanastahili kukabidhi, lakini kimya kimya. Hiki tumeona Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan leo amefanya taarifa ya kamati hii iwe wazi, dunia nzima ijue nini kilitokea. Na bahati nzuri katika ile ripoti ya kamati wameeleza na sababu ambazo kimsingi ni sababu za wazi, na ndio maana Mheshimiwa Rais ameziacha zielezwe ili kila anayeguswa na sababu zile aone namna anavyoweza kubadilika. Kwa mfano, tumeona wanasema moja kati ya sababu ambazo zinawapelekea hasira wananchi labda ni utitiri wa kodi, labda ni namna ya tunavyotoa huduma, labda kule chini polisi wanawanyanyasa, labda vijana hawana ajira. Ni mambo ya wazi ambayo tumeyasikia wote, tumeyaona wote. Ni kazi ya Mheshimiwa Rais kuanza kuangalia sasa ni namna gani anashughulikia jambo hilo. Tusubiri sasa serikali inakuja na mpango gani. Shida ya kwetu sisi wa Tanzania ni kwamba kama hivi baada ya taarifa kutoka kwa kamati, pengine tunatangulia mawazo mbele hata kabla ya mamlaka hazijafikiri au hazijaonesha ni wapi wanaelekea baada ya kupokea taarifa. Kwa mimi naamini taarifa baada ya kupokelewa serikali itaingia kazini. Lakini Mheshimiwa Dickson, umezungumza vizuri mbali ya ubunge wako, lakini wewe ni kijana. Labda nikuulize, majibu ambayo yameletwa hii leo ama yamekabidhiwa kwa rais ndio ambayo mlikuwa mmeyatarajia? Kwanza hatukutarajia kwamba majibu yatakayokuja yatakuwa wazi kwa kiwango hiki. Sisi tulitarajia labda kama ambavyo watu walikuwa wanadhani, tulifikiri kwamba labda yatakuwa ni ya kificho. Kwa hiyo kazi ya kamati, unajua lazima tuwe kama ulivyosema, sisi ni vijana, na bahati nzuri sisi ni vijana wasomi. Kazi ya kamati inapewa nenda kafuatilie jambo fulani. Baada ya kufuatilia jambo lile, ufuatiliaji kukamilika, na bahati nzuri wamezungumza kamati kwamba wamefanya kazi hii kwa kuhusisha mbinu za kitaifa na za kimataifa. Tafsiri yake ni kwamba data walizozipata zinasaidia matukio kama haya yasijitokeze kwa muda mwingine. Sasa tulitarajia au hatukutarajia, kwa sababu kamati ndio imesema leo na sisi hatukujua kamati inakuja na kitu gani. Ndio maana tunapongeza uwazi. Baada ya uwazi huu, tunatarajia Mheshimiwa Rais yeye pamoja na mamlaka yake na vyombo vyake watachukua hatua kulingana na taarifa ya kamati. Mheshimiwa Dickson, wakati tunaenda kumaliza, Rais amesema kwamba ile ni tume yake aliyounda yeye na ile ni ripoti yake. Jambo ambalo linaonekana kama sasa linaibua mijadala miongoni mwa jamii na hasa mitandaoni. Wewe jicho lako linasemaje ama sikio lako linasemaje katika kauli ya Rais? Ni kawaida, ni ukweli kwamba tume iliyokuwa imeundwa kwa ajili ya uchunguzi ni tume ya Mheshimiwa Rais. Na taarifa za uchunguzi wa tume ile zinapelekwa ofisini kwa Mheshimiwa Rais. Na maamuzi yanayotokana na taarifa pamoja na kila kitu cha mtindo ule ni maamuzi ya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo mimi naona yuko sahihi, kwa sababu kama tume imeundwa na kutumwa na Mheshimiwa Rais, alafu taarifa zikapelekwa bunge, unaona ni kitu ambacho sio cha kawaida. Aliyetuma kamati ndio anayepokea taarifa na ndio anayechukua maamuzi baada ya hapo. Kwa mimi naona amezungumza kwa uwazi ili kuondoa sintofahamu. Uzuri wa rais wetu ni kwamba yeye ni muwazi sana. Na siku zote mtu muwazi ni yule ambaye hana jambo jingine nyuma yake. Yeye alitaka kujua, serikali yake ilitaka kujua, baada ya hapo wajue wanashughulikia vipi zile changamoto ambazo ziliwapelekea Watanzania kufikia hapo. Mheshimiwa Dickson, nikushukuru sana. Asante sana. Nikushukuru sana na wananchi wako wa jimbo la Mafinga na kutegemea. Nashukuru sana. Asante sana. Shukrani sana. Asante sana.